Hapa katika chumba cha habari ni kuhusiana na ajali ya ndege ya kusikitisha ambayo inasemekana imetokea huko maeneo ya kaunti ya Kwale. Ndege hiyo ambayo inafahamika kama Mombasa Air inasemekana kwamba ilikuwa na watu 12. Kwa sasa tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu kupitia njia ya simu, mwandishi wetu ambaye anafahamika kama Brivian akiwa maeneo hayo ya Kwale. Kwa njia ya simu atueleze kuhusiana na ajali hiyo ambayo imetokea. Brivian, kama unanipata kwa njia ya simu, hebu tujuze kulikoni katika maeneo hayo. Naam, asante sana Kirobi, na kupata vizuri kutoka huku kaunti ya Kwale. Na kama vile tumepata tu habari ya kusikitisha siku ya leo asubuhi kwamba kuna ndege hiyo ambayo inakisiwa kuwa ni abiria, wale watalii ambao walikuwa kwenye ndege hiyo, inasemekana kuwa ilikuwa ikiwa tu inaelekea katika eneo la Matuga, lakini kwa sababu ya hali ya hewa inakisiwa kuwa huenda ilisababisha ndege hiyo ikaanguka. Na kufikia sasa habari japo hazijaweza kudhibitishwa na polisi ni kwamba huenda zaidi ya watu 10 waliweza kuangamia katika ajali hiyo. Na hata ukiangalia siku ya leo, hali ya hewa huko kwetu kaunti ya Kwale si ya kuridhisha vile, kwa sababu kuna mvua kubwa ambayo inashuhudiwa eneo hili kutoka mwendo wa asubuhi. Na ndiposa wenyeji au walioshuhudia wanasema tu kuwa huenda ndege hiyo ilianguka kwa sababu kutokana na hali ya hewa, kwa sababu japokuwa idara ya hali ya utabiri ilikuwa ishatoa tahadhari kwamba huenda hali ya hewa huko Kwale haitakuwa vizuri, na kuna uwezekano kwamba huenda ndege hiyo ilianguka kwa sababu ya hali hiyo ya hewa. Kwa sasa maafisa wa polisi inasemekana tayari wako kwenye eneo hilo la tukio kuweza tu kutathmini hali na kujua labda kufikia sasa hali inaelekea vipi, na tunasubiri tu ripoti kamili kutoka kwa kamishna wa kaunti ya Kwale ambaye ameweza kutuhakikishia kwamba wakipata habari zote au habari kamili kuhusiana na ajali hiyo wataweza kutupasha wanahabari. Na ni hayo tu, labda Robi, kama sijui una swali. Labda swali ambalo ningeuliza ni kuhusiana na ndege hiyo ilikuwa ni ya kampuni gani na hasa ilikuwa inasafirisha watalii kutoka wapi hadi wapi? Naam, kama vile nimekueleza hapo awali Robi, ni kwamba hatujapata habari kamili kujua ndege hii labda ilikuwa yatoka wapi ikielekea wapi, japo inasemekana tu ilikuwa imebeba abiria yani wale watalii takriban kama 12 hivi. Japokuwa hali ya hewa haijakuwa nzuri kutoka asubuhi ya leo huku sehemu zetu za huko kaunti ya Kwale. Haswa ukiangalia kwanza kutokea jana usiku kumekuwa na mvua, na mvua hii imeendelea kunyesha kufikia mwendo wa asubuhi. Ile mvua imezidi kuwa nzito sana, na idara ya hali ya hewa ilikuwa imetoa kuwa tahadhari kuwa hali ya hewa katika eneo hili la pwani haitaweza kuwa nzuri. Upepo ni mkali, baharini pia wavuvi wakaweza kuonya kwa wasiweze kuelekea kule. Kwa hivyo tunazidi tu kusubiri habari kamili kutoka kwa maafisa wa polisi ambao tayari wako katika eneo hilo la tukio, ili tuweze kuwajuza watazamaji wetu labda ni kipi kinaendelea. Na kikufu labda mwisho tu kabisa nikimalizia ni kuwa ndege hii imeweza kuanguka katika eneo la Viongwani, ni kijiji ambacho kiko katika wodi ya Timba Golini, eneo bunge la Matuga. Na tunajua kwamba kijiji hichi kiko takriban kilomita kadhaa kutoka uwanja wa ndege wa Ukunda ambao upo katika eneo bunge la Msambweni. Kwa hivyo tunatarajia kujua kwamba huenda labda ndege hii ilikuwa inabeba watalii kuwapeleka labda katika kuna ile hifadhi ya msitu wa Shimba ambao huwa pia watalii wanaweza enda sehemu hiyo wakaangalia wanyamapori, na huenda labda walikuwa wanaelekea sehemu hiyo, lakini tutajua zaidi pindi tutakapopata habari zaidi kutoka kwa polisi. Naam, asante sana Brivian ukiwa katika kaunti ya Kwale kwa njia ya simu kwa kutujuza taarifa ambazo tunapokea sasa hivi katika chumba cha habari. Kumbuka ndege hiyo inasemekana kwamba ilikuwa imebeba abiria zaidi ya 10 na ambao wanakisiwa wanadaiwa kuwa ni watalii. Kumbuka ajali hiyo imetokea eneo bunge la Matuga katika kaunti ya Kwale. Taarifa hiyo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi kipindi ambacho kamishna wa kaunti ya Kwale atakapokuwa anazungumza na waandishi wa habari. Kwa hivyo mtazamaji, usibanduke, imekatika dakika 42 baada